And Moses was considered, I like that English, the humblest man in all the face of the earth. Hiyo ndio inanisaidiaga sana, that whenever I feel to be proud, I'm always humble. I calm down. Praise the Lord. Hata nikienda nisalimiane na watu wakubwa, hata nisikie makubwa yanatendeka, I calm down. Praise the Lord. Amen. Humility is one of the quality of a preacher. You cannot win the hearts to God if you are not humble. Amen? Amen. You cannot. You must be humble. Calm down. Jesus Christ had all the powers. Unajua hakuna mahali kumeandikwa formula vile angeokoa dunia. Hata angesimama pale mawinguni aseme at my name dhambi zote zimeondolewa na arudi mbinguni. But he humbled himself to earth. Akaja akawa mwanadamu, akaishi na watu. Akakubali kupitia mateso yote mwanadamu hupitia. Akuwekee signature kwamba kama yeye amehitimu, hata wewe utahitimu. By the way, kuomba Yesu umuulize umwambie mambo ya dunia is not a prayer item. He knows everything. Kama ni kupigwa, alipigwa. Kama ni kukataliwa, alikataliwa. Kama ni kufukuzwa, alifukuzwa. Kama ni kulala njaa, alilala njaa. You have no reason not to serve the Lord. Kama shida yako ni kulala njaa, let me tell you. Atumwambie ninakupea condition, ukinipea chakula siku ya leo nitaenda kuhubiri. Wacha. Unamtishia nini? Naye anajua yote. Praise the Lord. Amen. But he was humble. He was humble. He was humble. He was humble. Jesus was humble. He came on earth to save mankind. Kuna wakati tunakosewa na washirika, unaona formula zote, unahesabu kwa kichwa yako. Nipigie OCS, nitafute Mogege, wajue mimi ni nani. Praise the Lord. Nipigie Uhuru Kenyatta, anitetee. Sajina naangaliaga simu ya akibisho, nipigie akibisho. Hawa wabili wananitesa huku wajue niko na wakusimamia. Lakini unakuta the only factor that can save your situation is to be humble. Na unanyamaza tu, unavumilia machungu yote ukisema if Jesus you went through this, I also accept. Nifanye yote kwa sababu ya jina lako. Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1. Yeah, from verse 4. The word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you, I approved of you as my chosen instrument. And before you were born, I separated you and set you set you apart, consecrating you. I appointed you as a prophet to the nations. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am only a youth. But the Lord said to me, say not, I am only a youth, for you shall go to all to whom I shall send you, and whatever I command you, you shall speak. Be not afraid of them, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day appointed you to the oversight of the nations and of the kingdoms, to root out, to pull down, to destroy, to overthrow, to build and to plant. And I think this is the mandate of an apostle. Bwana asifiwe. Kuna kitu inazuilia watu wengi kuingia katika wito. Jambo la kwanza, self humiliation, self judgment.
Praise the Lord. Self-condemnation. You have already judged yourself, condemned yourself, and so you feel not to go. That is what was in Jeremiah. He saw himself as a youth. Then the Lord told him, say not you are a youth. Apostle, labda saa hii huna pesa, although mimi najua wewe ni millionaire. Lakini ukiangalia magnitude ya ile wito iko mbele yako, unaanza kusema na Mungu sina pesa, hii mambo nitafanya namna gani? Bible says, tell the righteous it shall be well. Amen. Today I tell you, whatever you don't have, God shall provide. Amen. Most of my gospel activities that have succeeded, sio ile nimeanza na pesa, ni ile nimeanza na wito, na anointing. God provides where there is his vision. He gives provision to his vision. Praise the Lord. Hata hii kanisa nilianza bila pesa. Nilikuja nikakuta hapa kuko nyasi, Gehoza na Kegeya, na Mungu akaniambia I shall be with you. Tell your neighbor, I shall be with you. 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 Praise the Lord. Mungu akaambia Jeremia, tremble not, do not fear them. Kama hiyo ordination kuipanga Archbishop, it was one of the terrible ordinations I have observed. Paka nikaambia Apostle akakuwa squeezed in a corner, mbele yake kuna mawe ile imewekwa na shaina, naye lori inamsukuma pande nyingine. Lori gari yake imegonga pande moja. Then I ask myself, why him? Ni kwa nini yeye? Ni kwa sababu ya ile kazi iko mbele yake. Mimi Apostle Mureithi nilimjua gari zake zikiwa hired kunishukua airport ya Kisumu wanipeleke Bungoma nikahubiri. Nilikuwa na radi na ndege na amepeana magari zake na ni yeye driver. Wakati niliradi tu na nikaonyesha ile gari itanibeba na nikaambiwa na Malomba is my friend, is also friend. Yeye alikuwa amenihost huko Bungoma. Kuingia kwa gari hiyo, kabla sijaingia nikaambiwa this is your driver, mtatufuata. Niliuliza Malomba, kwa nini umepea mhubiri kazi ya driver? Watu wakashangaa. Nikamwambia no, this man is a preacher. The Lord spoke to me instantly. This is a preacher. Kwa nini unapea preacher kazi ya driver? That was my first question. Kwa njia ya roho, sikuwa nimemjua tena. Kutoka hapo tulipoenda kule tulikaa like 1 week, nikamwita. Nikamwambia na wewe umepitia mambo magumu sana. Kaniambia yes, what you are saying. Yeye alikuwa tu anacheka na ananiambia nitakuja tuongee. Au come we talk. Takuja tuongee. Kuna wakati huyu alipigwa marisasi na mapolisi akiwa mistaken identity. Mapolisi wa 6 bunduki zao zote zimepiga risasi zimekwisha na hakufa. Ndio walipoona wamempiga, kuna risasi hiyo ilipitia hapa, kuna nyingine imemaliza hii mkono, nyingine ilitafuta roho haikumpata. They had made sure that he is dead. Lakini walipoona anaongea, walimwambia you are either a preacher or a witch doctor. Alafu kwenda kuangalia the kind of the pictures ambazo wako nazo, wakasema we have gunned the wrong person. Sasa wakaanza kutafuta vile watafunika hiyo kesi. Yeye hajui. Mimi nilimpata Kenyatta Hospital akiwa na mapingu na kwa ude. Na Mungu akaniambia this man we shall preach with him. Yeye hajui. Mimi nimekaa naye bila kumwambia hii. Nilisema nitaiweka mpaka Archbishop afike. Nimpata Kenyatta Hospital kwa kitanda. Na yule askari jela nikamwambia can I speak to that man? Kaniambia this one you cannot speak to him. He's under our tight security. Under a mistaken identity. Let me ask you, why do you think the devil want to kill him? Watu wale hawana assignment za Mungu hapa duniani, hamuna vita na dunia.
Jiulize, kuanzia asubuhi umesegenywa na watu wangapi? Kama hakuna, you have no assignment. Afadhali hata ukufe asubuhi, mazishi tufanye jioni. Wewe ni muhadhara katika hii dunia. Praise the Lord. Kama haulali njaa, then it means this world has no issue with you. Amen. Amen. If you are not rejected, ask yourself, what did I come to do? Kukula tu na kuishi na kuwa na tumbo kubwa na kunona? Iza pepo kwa kanisa lazima itolewe. What is the mandate? You must oversight nations. Take dominion over them. And when I'm saying this, mimi ninafurahi kwa sababu Archbishop has taken dominion the whole world. The whole world. The whole world. Hii mikono utawekelewa few seconds from now, over 50 kings of this world wamepitia mikononi mwake. Uncountable preachers within over 100 nations in this world. Sasa wewe unateta kwamba tumekutoa Naivasha mpaka Juja. Naye askofu atasema namna gani? Na usiku na nyinyi mkilala, Eli anaanza safari America, 3 days akienda America. Wale wanajua benefit ya hii agenda ya Obama ya kutupea direct connection. One of them is Archbishop, kwa sababu anapitia Amsterdam alafu ya connect aende America. Sasa hii ya haraka anaona ni easier. Praise the Lord. Amen. Europe, Asia, wapi? Taking the dominion. That is the oversight to the nations and the kingdoms. But there is an agenda. Which one? To destroy them. Enda kwa Facebook na internet ujiangalie mambo yale yako hii dunia. We are not serving in the same kingdom. We are surrounded by kingdoms. Praise the Lord. Amen. Apostle, God is sending you to deal with those kingdoms, to destroy them, to uproot them. Hallelujah. You must uproot gazing. You must uproot devil worship. You must uproot Illuminati. You must destroy them. You must conquer them and take people to God. Even if it will cost your life. Hata kama ni kuuawa. Unajua kuna mahali utaenda uhubiri against gays, mwambiwe utoki hapa. Umekanyanga ufalme wetu. Utoki hapa. Then you have got another mandate to build and to plant. What are you building? The kingdom of God in the hearts of men. Kabla hujaweka hii kanisa, wacha kukimbilia kanisa, kimbilia roho moja. Weka ufalme ndani ya roho moja. One, plant the kingdom of God in one heart. Let me tell you, Jesus had many disciples, but he got time for one woman, mama Msamaria, prostitute. Hawa anaenda lunch, yeye anaenda pale kwa kuteka maji, anamgoja hapo. Mama akija, Yesu anamwambia nipe maji nini? The discussion begins from there. But within no time, he had already built the kingdom in that woman. Kwa sababu yeye tu ndiye alituma kama mwinjilisti kwenda Samaria akiambia watu, I have seen somebody who is telling me all my life. Could it be this is the Messiah that we were promised? Look at that. Praise the Lord. Amen. When you want to win the whole nation, win one soul, then you start seeing the results by God. Praise the Lord. Amen. Now I am coming to the conclusion.